Kwa hiyo kutoka hapo nastafidu fawaida kathira au istafadna fawaida kathira, tumepata faida sisi nyingi. Alfaidatu alula, faida ya kwanza, almaratu salafiyya, mwanamke wa kisalafi, la tusqitu aljanina bighairi maslahatin, haharibu mimba yeye pasi na maslahi. Almaratu salafiyya la tusqitu aljanina bighairi maslahatin, mwanamke wa kisalafi haharibu mimba bila ya kuwepo maslahi ya kisheria. Kauli nabii sallallahu alaihi wasallam, wa kauli yake mtume aliposema tazawwajul wadudal waluda, oeni wanawake wazuri wenye kuzaa. Kwa mwanamke kisalafi anasifikana kwa sifa ya kuzaa, yeye hasifikani kwa sifa ya kuharibu mimba. Wazi? Hiyo ni faida ya kwanza. Alfaida athaniya, faida ya pili, min fawaidi alilmiyah, miongoni mwa faida za kiilmu, almar'atu as-salafiyya, mwanamke wa kisalafi, la tusqitu aljanina, haharibu yeye mimba. Almar'atu as-salafiyya la tusqitu aljanina, mwanamke wa kisalafi haharibu yeye mimba, sawaun ba'da at-takhalluqi au qablahu, sawa sawa ni baada ya huyo mtoto kuwa ametiwa maumbile yale au hajatiwa maumbile. Almaratu salafiyya, mwanamke wa kisalaf, la tusqitu aljanin, hadondoshi haharibu yeye mimba, sawaun ba'da at-takhalluqi, sawa sawa ni baada ya kuwa ametiwa maumbile huyo mtoto tumboni mwa mama yake, au qablahu, au qabla yake, bighairi daruratin shar'iyyatin, basi na kutokea dharura ya kisheria. Hafanyi hilo mwanamke wa kisalafi basi na kutokea nini? Dharura ya kisheria. Kwa nini? Lianna takfira adh-dhurriyya min maqasid ash-shari'ati al-muhammadiyya, kwa sababu kuwa na kizazi cha watu wengi ni katika miongoni mwa makusudio ya sheria ya Mtume Muhammad. Lianna ish takfira adh-dhurriyya, kwa sababu kujaza kizazi katika ardhi, min maqasid ash-shari'ati al-muhammadiyya, ni miongoni mwa makusudio ya sheria ya Mtume Muhammad aliyesema tazawwajul wadudal waluda, oweni wanawake wazuri wenye kuzaa, fa inni mukathirun bikumul umama yawm al-qiyamah, hakika yangu mimi mtume wenu nitajifakharisha siku ya kiyama kwa kuwa na watu wengi katika umma wangu. Fala tusqitu aljanin, kwa mwanamke wa kisalaf haribu mimba, wala tuhaddithu an-nasla, wala haweki hatumii uzazi wa mpango, wala tashrabu dawaa man'i alhamli, wala hamezi dawa za kuzuilia nini? Ujauzito. La lil'ar, si kwa ajili ya kuogopea aibu, wala li khashyati al-faqri, wala si kwa ajili ya kuogopea ufakiri, wala li khashyati mashaqqati tarbiyati al-awlad, wala si kwa ajili ya kuogopea shida ya kulea watoto. Hadhihi hiya almar'atu as-salafiyya, la tusqitu aljanin, haharibu mimba yeye. Wazi? hiyo ni faida kadhalika min fawaidi al-ilmiyya. وثالثا من فوائد العلمية المرأة السلفية تصبر وتحتسب على آلام الحمل. mwanamke wa kisalaf, المرأة السلفية, mwanamke wa kisalafi, tasbiru wa tahtasib, anasubiri na anatarajia ujira, ala alami alhamli, juu ya maumivu ya ujauzito, ya kubeba ujauzito. المرأة السلفية, mwanamke wa kisalaf, tasbiru wa tahtasib, anasubiri na kutarajia ujira, ala alami alhamli, juu ya yale maumivu anayoyapata. Kubeba ujauzito ni jambo gumu sana kwa wanawake. Sasa wengi katika wanawake hawatarajii ujira juu ya yale maumivu anayoyapata, hivyo wakakosa ujira mkubwa kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Hivyo almaratu salafia tasbir, kwanza anashikamana subira,
watahtasib, na natarajia ujira ala alami alhamd, juu ya yale maumivu ya ujauzito ya mimba aliyoibeba, kama alivyosema Allah tabaraka wa taala, wa wasaina al-insana biwalidayhi ihsana, tumemuhusia mwanadamu awafanyie wazazi wake wawili wema, sana sana mama yake. Hamalathu ummuhu, mama yake ameichukua mimba yake, wahnan ala wahnin, kwa udhaifu juu ya udhaifu, kwa shida juu ya shida. Wa fisaluhu fi amain, na akamnyonyesha mpaka akamwachisha baada ya miaka miwili, na kumwachisha ziwa baada ya miaka miwili, kuonesha kwamba mwanamke anapitia mazito katika kubeba ujauzito, hivyo anatakiwa awe na subira na atarajie ujira kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Muombe Allah, ewe Allah, naomba unilipe ujira kutokana na maumivu ya huu ujauzito niliobeba. Kwa hiyo akiwa katika hali hiyo na maslaki hiyo, hataweza kutoa ujauzito, kwa sababu anajua kuwa anapata nini? Anapata ajr min Allah tabaraka wa taala. Wazi. Alfayatu thalitha wal akhira, faida ya tatu na ya mwisho kwa leo, ya tatu ya nne. Alfaidatu rabi'a, faida ya nne min fawaid alilmiyah. المرأة السلفية تسقط الجنين بشروط. mwanamke wa kisalafi anaharibu mimba kufuata masharti yafuatayo. Pale ambapo utatokea ulazima wewe kuharibu mimba kama walivyoeleza maulama, basi anaharibu hiyo mimba bishurutin, kwa masharti yafuatayo. Awalan, sharti ya kwanza, wujudu dharari almuhaqqaqi, uwepo kwa madhara ambayo yamehakikiwa kwamba yapo. Wujudu adh-dharari, uwepo kwa madhara kwamba akiendelea kubeba hiyo mimba atakufa. Thania, sharti ya pili, qararu at-tabibani thiqatani muslim, qararu upatikane uthibitisho, qararu upatikane uthibitisho, at-tabibani wa madaktari wawili, thiqatani walio madhubuti, walio waaminifu, musliman tena walio waislamu, qararu upatikane uthibitisho, at-tabibani wa madaktari wawili, thiqatani waaminifu, musliman walio waislamu. hiyo ni sharti ya pili. Thalithan, sharti ya tatu, an yakuna qabla an yatakhallaqa aljanin, hiyo mimba iharibiwe kabla haijatiwa maumbile. Hiyo mimba iwe iharibiwe kabla haijatiwa maumbile. An yakuna qabla an yatakhallaqa aljanin, lakini hiyo maadamu madhara yapo na yamehakikiwa, sharti haina haja ala sahih min aqwali ahli alilm. Sivyo? Sababu tushaona kule nyuma kuna khilafu baina ahli alilm. Kauli yenye nguvu ni kwamba maadamu madaktari wamethibitisha kwamba kuna madhara, basi inafaa, ni jaiz kuiharibu. Wazi. Na kwa itafaa kuiharibu hiyo mimba lianna almuhafadhat ala nafsi mawjuda, kama alivyosema Sheikh Abdurrahman Al-Ajalani ambaye ni mudarris wa Masjid Ham kule Makkah, wakati anafundisha sharh ya taysir, anafundisha taysir al-allam, anafundisha sharh taysir al-allam, yanasema lianna almuhafadhata ala nafsi mawjudatin,
kwa sababu kuihifadhi nafsi ambayo ipo tayari hayatun, tena ipo hai, au la, hilo ni bora zaidi min almuhafadhati ala shay'in ghaib, kuliko kuhifadhi kitu ambacho ni ghaib, hatujui kina hali gani huko ndani tumboni, la yudra anhu, hakijulikani kina mazingira gani. wazi. طيب, hizo ndio faida za darsa ya 49. Sheikh alivyosema, la yajuz isqatul janin, haifai kuharibu mimba biduni maslahatin, bila maslahi kuwepo. idha wujidat almaslahatu, yatakapopatikana maslahi, fa yajuzu isqatu, inafaa kuharibu mimba qabla an yatakhallaqa, qabla haijatiwa nini hiyo mimba, maumbile yake, ay qabla an yablugha 120 yawman, kabla kufikisha siku ngapi? 120. idha takhallaqa wa nufikha fihi ar-ruh, itakapokuwa mimba imetiwa maumbile, ile kitoto kimetiwa maumbile tayari na kimepuliziwa roho tayari, fayahrumu isqatu, ni haramu kuharibu hiyo mimba, illa idha qarrara at-tabibu, isipokuwa atakapothibitisha daktari thiqatu, alimwaminifu, wujud al-mafsadati al-haqiqiyya, uwepo kwa maslahi ya ukweli kabisa, ala al-um, ya nani, hapo itafaa kuharibu hata kama amefikisha siku ngapi? 20, kama tulivyoona. wallahu ta'ala a'lam. sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. barakallahu fikum.